Bwana Yesu apewe utukufu tena. Alfajiri ya leo nina kila sababu ya kumuinua Kristo Bwana, mwamba mwokozi na nguvu zetu, kwa sababu ya siku hii tena. Namshukuru Mungu kwa sababu ya mapambazuko haya. Samahani tumechelewa dakika chache, naomba kwa wale ambao tunafuatilia kwa njia ya mtandao Facebook, tumechelewa kidogo, tusameheni, lakini tunaendelea. Acha tuombe Mungu asubuhi ya leo. Baba, katika jina la Yesu, asante sana kwa neema yako Bwana, asante kwa fadhili zako Jehova. Baba, tunalitukuza jina lako takatifu, mfalme wa utukufu. Tunasema asante Bwana mabwana kwa vile umekuwa pamoja na sisi. Asante kwa neema yako Bwana. Baba, asante sana kwa mkono wako ulio hodari ambao umekuwa pamoja nasi. Alfajiri ya leo Bwana tunakutukuza, tunakuinua. Tunasema asante Bwana Yesu kwa sababu umekuwa pamoja nasi. Asante kwa kila kitu Mungu mwenye haki. Katika jina lenye nguvu, thamani na utukufu mwingi la Yesu Kristo Bwana. Baba, tunaomba uwe pamoja nasi mahali hapa tena kwa mara nyingine na kwa wakati mwingine. Bwana, tunaomba ukazungumze nasi kwa viwango vingine tena kwa utukufu wako mwenyewe mfalme. Katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, na mnyamazisha shetani anayeharibu na kutengeneza mipango feki ya kuharibu wakati wa ibada, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Tunaomba Bwana ukajaza utukufu wako mahali hapa. Tunapoona pamoja nasi kwa utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen. Basi tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ya neema yake ya pekee. Tunasema asante kwa Mungu kwa sababu ya vile ambavyo amekuwa pamoja na sisi kipekee kabisa. Katika jina la Yesu, basi alfajiri ya leo ninatamani tuendelee na pale mahali ambako tuliishia, na tunaendelea kwa kadri ambavyo Roho Mtakatifu anatupa neema ya kuendelea. Kikubwa ni kwamba namshukuru Mungu kwa vile ambavyo anaendelea kuwa pamoja na sisi kipekee kabisa, akiendelea kujidhihirisha sana sana sana. Mungu akubariki. Tuendelee na neno la Mungu katika alfajiri ya leo. Jana tumeangalia mambo kadha wa kadha, na tumeona Mungu baada ya kumuumba Adamu na kumweka ndani ya Edeni, aliweka ndani ya Edeni, kabla ya chochote alifacilitate kila kitu. Alitoa kila kitu kinachohusiana na kinachohusu maisha ya Adamu pale. Accommodate kila kitu, akaweka vyakula, akaweka namna ya maji. Kwa hiyo kila kitu kilikuwepo, kila kitu kikatengenezwa vizuri. Kwa nini? Mungu alimthamini sana mwanadamu, akamwekea kila kitu. Hii ni kusema nini? Naomba usikilize vizuri. Hii ni kusema nini? Hii ni kusema kwamba kwa habari ya vitu vya mwilini, yaani kwa habari ya kula, kunywa na kuvaa na vitu kama hivyo, kwa habari ya vitu vya namna hiyo, ni kusema kwamba hakuna haja ya kufunga na kuomba. Oya niseme tena, kwa habari ya kula na kunywa na kuvaa, hakuna sababu yoyote ya kufunga na kuomba. Dadangu, hakuna sababu. Kwa nini unajua hakuna sababu? Hakuna sababu kwa kuwa huu ni mfumo ambao Mungu aliutengeneza mwenyewe. Habari ya kula, Mungu ndiye aliyeform mwenyewe. Wakati anamtengeneza mwanadamu, nilisema siku nyingine hapa kwamba hakukuwa na proposal kutoka kwa mtu yote kwamba kwenye kutengeneza mtengeneze fulani awe mwanadamu au mtu awe hivi awe na tumbo awe na uwezo wa kula. Hakuna mahali kama hapo. Kwa hiyo tunachokiona ni kwamba Mungu alitengeneza mwenyewe, aliplani mwenyewe, na baada ya kudesign na kufanya, maana yake alishaandaa vitu vitakavyotumika kwa kula. Mambo yote yalikuwa yameshatengenezwa. Mungu alishatengeneza mpango huo. Sasa ndio maana Kristo Yesu anakuja na maneno haya kwenye kitabu ya Mathayo sura ya 6 mstari wa 33. Ukisoma ile sura yote, karibu yote, na mambo mengi yako pale. Tutafika kwa wakati mwingine, sio leo. Anasema hivi, bali utafuteni kwanza nini? Ufalme wa Mungu na nini? Na haki yake, na hayo mengine si mtapewa, mtazidishiwa. Si mtapewa, mtazidishiwa. Kwa nini? Originally mwanadamu aliumbwa kwanza amwishi Mungu, aishi makusudi ya Mungu, aishi vile Mungu anataka, aishi according to an instruction of God, aishi kulingana na maelekezo, kulingana na maelezo, kulingana na jinsi ambavyo Mungu amemwekea utaratibu, aishi kwa kufuata utaratibu wa nani? Wa Mungu. So ndio maana Yesu anasisitiza sana, anasema kitu cha kwanza, bidii yako. Tunaelewana? Bidii yako iwe ni kutafuta ufalme.
Anaposema ufalme, maana yake kutafuta utawala. Kwa lugha nyingine ni kukubali kurudi tena. Bidii yako iwe ni kutafuta kuwa chini ya uwepo wa Mungu, kuwa chini ya utawala wa Mungu, uwe chini ya uongozi wa Mungu kila wakati. Ndio maana yake Yesu anaposema kwamba bali utafuteni kwanza ufalme, maana yake tafuteni kwanza kutawaliwa, tafuteni kwanza kuwa chini ya uwepo, tafuteni kwanza kuwa kwenye milki ya Mungu kwanza, mmilikiwe, mtawaliwe na yeye kwanza. Hiyo ndio bidii yenu. Bidii yenu iwe hapo. Alafu hivi vitu vingine mkishakuwa mko chini ya utawala wake, basi ata provide each and everything. Nisikilize, ni sawa tuna serikali yoyote duniani. Mimi siamini kwamba mwananchi anatengeneza umeme au mwananchi anakuja kila mtu ana kampuni yake ya umeme. Hapana. Ila kuna kampuni moja ya umeme. Kuna kampuni kadhaa za simu zimeruhusiwa na serikali, zinafanya kazi. Sasa zina kazi gani? Sikiliza. Kwa nini ile inaruhusiwa na serikali iwepo, au serikali inafanya bidii kuwepo kwa kampuni ya umeme au shirika la umeme? Ni kwa sababu serikali inataka wananchi wake wapate nini? Hiyo huduma ya power, wapate huduma ya umeme. Kwa sababu hiyo sasa wewe unaenda kulipia kidogo, una contribute kidogo kwenye matumizi yako. Unapochangia yale unayochangia, unapewa huduma ile ya umeme. Unapochangia kwenye matumizi yako ya simu, unapewa huduma ya network. Si kama tuko sawa? Lakini yote imekuwa authorized na government. So ni kusema nini? Mungu alifacilitate na kuaccommodate kila kitu. Alitoa kila kitu. Wakati anatoa, ndio maana anakuja anatuletea maneno haya kwamba tafuteni kwanza kuwa chini ya ufalme wa nani? Wa Mungu. Ufalme wa Mungu manake ni kingdom. Kingdom ndani yake kuna kila kitu kinachohitajika na mwenye kutawaliwa. So anasema bidii yenu kwanza iwe ni kumtafuta Mungu. Bidii yenu kwanza iwe ni kumtafuta Mungu. Haya mambo mengine si tu mtapewa, mtazidishiwa. Kwa nini? Kwa sababu tayari mko chini ya utawala, mko chini ya uwepo, mko chini ya sheria, mko chini ya uongozi wa nani? Wa Mungu mwenyewe. So mnastahili, mna deserve kupata hivyo vitu. Ndio. Kwa sababu hiyo ndio maana Yesu anasisitiza sana kwamba tafuteni, anasisitiza sana. Hilo ni sisitizo lake kubwa. Tafuteni kwanza ufalme wake. Anarudi kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 9 mstari wa 13 anaposema nendeni mkatafakari maneno haya kwamba mimi nataka rehema na wala si sadaka. Kwa nini? Kitu cha kwanza Yesu anataka kwanza watu tumuishi Kristo, tumuishi yeye, tuishi vile anavyotaka duniani. Haya mambo mengine yote yanakuja. Narudia tena kusisitiza kwamba kwenye habari ya kula na kunywa, una haja ya kufunga na kuomba, una haja ya kwenda mlimani ili upate ugali, una haja ya kwenda mlimani ili upate gari, una haja ya kwenda mlimani ili ujenge nyumba, una haja. Sikiliza, kwenye vitu vya dunia hii, narudia tena, hauhitaji kufunga na kuomba uende mlimani si wapi ili ukaombe Mungu akupe nyumba. Yaani labda kama Roho Mtakatifu amekuambia kwamba kuna vizuizi, kuna roho za adui zinazokuzuia kupata kupata nyumba, zinakuzuia usijenge. Hapa nakubali. Lakini nje na hapo, kama tu ni ile kwa sababu tunahitajika tuombe, nisikilize. Hivi vitu havihitaji ufunga na kuomba. Kwenye hivi inahitaji kanuni 2 au 3 tu basi. Ya kwanza, ishi maisha matakatifu, muishi Mungu kama anavyotaka. Kwanza, utii wa asilimia zote 100. Namba 2, fanya kazi kwa bidii. Fanya kazi kwa kadri Mungu anavyokupa nafasi. Fanya kazi, lakini usimsahau. Namba 3, ishi ndani ya uwepo wake majira yote. Utapata maelekezo yote. Yeye ni hazina yako. Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena, ishi maisha matakatifu, muishi Mungu. Namba 2, fanya kazi kwa kadri Mungu anavyokupa nafasi. Usiwe mvivu, fanya kazi. Namba 3, tembea uweponi mwake. Hii inatosha. Jamani, Bwana Yesu apewe utukufu mwingi sana. Hata mambo mengine yanakuja. Kwa hiyo sasa, kwa nini tunafunga na kuomba? Tunafunga na kuomba kwa kuwa tunataka kumsikia Mungu, kwa kuwa tunataka mafunuo, kwa kuwa tunahitaji ukubwa kumuelewa Mungu, kwa kuwa tunahitaji nguvu ya kushinda dunia hii, ya kushinda dhambi. Kwa kuwa tunahitaji nguvu ya Mungu itembee na sisi. Kwa kuwa tunahitaji nguvu ya Mungu itende kazi na sisi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nasema Yesu asifiwe. Nakupa mfano huu mmoja.
Kwenye injili ya Yesu kuna mahali hata kwenye kitabu cha Luka nafikiri sura ya 15 anasema watu waliojikinai. Watu waliojikinai wanaojihesabia haki. Wanafanyaje? Sikia nikwambie. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wale watu wanaojikinai wana tabia ya kujihesabia haki. Anasema wanajihesabiaje haki? Wanajihesabia haki kwa kufanyaje? Biblia inasema wanajihesabia haki, wanaona wao wako sawa kuliko watu wengine. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nataka uelewe jambo hili vizuri kabisa, kwamba wakati wale watu wanajihesabia haki, Yesu anatoa mfano, nasema Farisayo mmoja na mtoza ushuru mmoja, wote walienda hekaluni, wakaenda kanisani. Nia, mpango, madhumuni ni kila mmoja kupata nafasi ya kufanyaje? Ya kuomba. Wakati wameingia ndani, mtu anaitwa Farisayo anakuja, anasimama hapo madhabahuni, anasimama hapo, anaanza kusema, Bwana, yule mtoza ushuru alivyoingia hata hakwenda mbali, ameingia tu akakunja, akakaa hapo nyuma, amesimama pale, hata angalii juu, ametazama chini, anajipiga kifua. Nataka uelewe jambo hapa. Anajipiga kifua, anasema, Bwana, mimi hata sistahili hata kuinua macho yangu kukutazama wewe. Kwa nini? Mimi ni mwenye dhambi. Lakini Farisayo amekuja hapa. Amekuja pale amevimba kweli kweli na dhambi lake kaja. Bwana, mimi nakushukuru kwa sababu mimi si kama huyo mtoza ushuru hapo nyuma hapo, huyu jamaa. Huyu jamii Zakayo hii. Mimi si kama huyo. Ati mimi nafunga mara 3 kwa wiki, natoa zaka ya nini? Ya mchicha. Zaka ya mchicha. Ndio anajivunia. Sasa nataka uone jambo moja. Biblia inaeleza vizuri kabisa kwamba walipotoka hekaluni, aliyetoka amehesabiwa haki ni yule ambaye ni mtoza ushuru. Sio kama tunakwenda vizuri. Kwa nini? Nisikilize vizuri. Ingekuwa huyu jamaa hapa ni kama kaja tu, yani kama kujihudhurisha. Yule kule amekuja kumtaka Mungu. Huyu kaja kujihudhurisha. Ni kama kusema hivi, huyu kaja kuomba ugali, yule kaja kutaka Mungu, kaja kutaka rehema. Angalia kitu kinachotokea. Yule anahesabiwa haki na huyu anaachwa. Kwa sababu gani? Ijapokuwa ni mtu wa dini, amekuwa mtu wa imani hivyo tangu siku nyingi. Yule hana chochote kwenye habari ya imani, lakini yeye amehesabiwa haki kuliko. Kwa sababu gani? Yule nia yake amekuja anamtaka Mungu. Huyu amekuja kwenye mambo yake, anajivuna, hana kitu chochote. Tunakwenda sawa. Nataka ujue Mungu anachotafuta zaidi na anachotaka kuona kwenye maombi yako, anataka sana kuona ukimhitaji yeye. Yaani kuliko vile ambavyo utahitaji vitu vya dunia hii, kuliko vile ambavyo utafunga, utajinyima, unaweza kuwa hata hujafunga, lakini unamtaka yeye, unahitaji neema yake, unahitaji nguvu zake, unamhitaji yeye. Mungu anashughulikia hiyo haraka sana. Kwa sababu ndicho kitu anachokitaka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tunavyoendelea tutapata kuelewa, lakini ni muhimu sana ukajua kwamba hata mtu akija kwako amebeba kimfuko fulani, amekibeba, wakati anakuja kwako wewe ukafungua mlango ukapokea kile kimzigo, alafu ukamwacha yeye aende, eti my bro, hebu nikuulize, unarudi tena kwa huyo mtu? Niambie, unarudi tena kwa huyo mtu? Akili ya kawaida inakuambia hapana, siwezi tena kurudi. Kwa sababu gani? Kwa sababu huyo mtu manake hana haja na mimi sio wa thamani kwake. Chenye thamani ni kile ninabebaga, ile zawadi ndio iko na thamani. Sasa kama ni hivyo, manake siendi tena kwake. Tunakwenda sawa. Kwa hiyo anachokitaka Yesu ni watu wamtafute yeye, watu wawe na haja naye, kwa sababu kila kitu ameshatoa, ameshatengeneza utaratibu huo. Ama tuendelee kusoma mstari wa 18 wa kitabu cha Mwanzo sura ya 2. Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake. Si vema huyo mtu awe peke yake. Kwa hiyo nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Si vema huyo mtu awe peke yake. Naomba zingatia hii. Si vema. Huyu sio mwanadamu ameomba. Si vema mtu huyu awe peke yake. Kwa sababu hiyo nitamfanyia nini? Msaidizi. Wa namna gani? Wa kufanana na yeye. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaendelea 19, hapo tutarudi baadaye. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu. Uone thamani ambayo Mungu amempa Adamu.
thamani ambayo Mungu amempa mwanadamu, angalia, akamletea Adamu ili weje, anasema ili aone atawaitaje. Yesu apewe utukufu mwingi sana. Kila kiumbe hai jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo neno simba, jina tembo au ndovu, jina swala, jina umbwa, jina paka, yani vyote hivi si Mungu aliita, ni Adamu ndiye aliita. Mungu alimpa mtu heshima kubwa sana, mpaka leo hii anatupa nafasi kwamba tunaomba chochote na yeye anafanya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Anatupa nafasi kwamba tunaomba na yeye anajibu, tunaomba anafanya. Ni ile tu heshima kubwa sana ambayo Mungu alitupatia kama wanadamu. Ni vizuri, naomba uelewe jambo hili. Aliyekuheshimu na wewe muheshimu. Ndio maana ukienda kwa watu wanaoitwa wateule wa rais, akiwemo mkuu wa mkoa, akiwemo mkuu wa wilaya, hata siku moja hawezi kujaribu kutekeleza matakwa ya wananchi. Narudia tena, samahani kwa usumbufu, ndio ukweli. Hata siku moja mteule wa rais hawezi kuyatekeleza matakwa au mahitaji ya wananchi. Anatekeleza matakwa na mahitaji ya rais aliyemteua. Narudia tena kwa nguvu zaidi, nasema hivi, mteule wa rais kwenye kitengo ama eneo lolote, awe mkurugenzi au si kitu gani, mkuu wa mkoa, si mkuu wa wilaya, hawa wote kabisa, kila mmoja anatekeleza matakwa ya aliyemteua, matakwa ya aliyesababisha awe hapo, ambaye ni nani? Ni rais. Tuko sawa sawa. Hawezi kutekeleza matakwa ya nani? Ya wananchi. Jamani, Bwana Yesu apewe utukufu mwingi sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye ameteuliwa na rais. Rais ndiye ameweka hapo, sio wananchi. Kwa lazima atekeleze matakwa ya yule aliyemweka. Nataka uelewe jambo hili kwamba Mungu ametupa nafasi kubwa, ametupa nafasi ya heshima sana. Kwa hiyo na sisi ni vizuri tumeheshimiwa na yeye, na sisi tuishi kile anachokitaka. Narudia tena, ili huyu mkuu wa mkoa alipo mshahara, si kwa sababu amewahandle vizuri wananchi. Ili mkuu wa wilaya alipo mshahara, si kwa sababu amewahudumia vizuri wananchi. Ili huyu mkurugenzi alipo mshahara, si kwa sababu anakusanya mapato vizuri. Hapana, ni kwa sababu anazitekeleza amri na sheria za nani? Za rais, si vinginevyo. Sasa ndivyo ilivyo na sisi. Kama ni hivyo, ili tupate mambo yote ambayo yamewekwa kwa ajili yetu, ni vizuri tukatekeleza matakwa, ni vizuri tukafanya mapenzi yake aliyetupeleka, aliyetuweka. Yeye aliyetuumba akatuweka, ni vizuri tumuishi yeye. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama kusema hivi, wewe bwana haukufanya kile ninachokitaka, alafu leo hii mwisho wa mwezi umefika, unataka mshahara wako. Unatakaje mshahara wako wakati ambapo wewe ni kama kusema umeniasi? Sasa ni vizuri tukaelewa kama wanadamu, Mungu alituwekea kila kitu. Tunachopaswa si kufanya ni kumuishi yeye. Naomba uelewe mambo haya dunia hii, kula, kunywa, kuvaa na kusafiri. Sikia, mwanadamu mahitaji yake ya msingi tu ambayo ni tamaa ya moyo wake yako kwenye hizi kategori 4 tu, si zaidi ya hapo. Anahitaji uhakika wa kula, anahitaji uhakika wa kuvaa, anahitaji uhakika wa kula, anahitaji uhakika wa kula na kunywa, anahitaji uhakika wa kuvaa, na anahitaji uhakika wa kusafiri. Narudia tena, anahitaji uhakika wa kula na kunywa, anahitaji uhakika manake wa nyumba ya kuishi, anahitaji uhakika wa kula, kunywa, kuvaa na kusafiri, anahitaji uhakika wa kuvaa, nawe na uhakika wa kusafiri. Haya maeneo 4 yakishatoshelezwa, kula, kunywa, kuvaa na kusafiri, haya mambo 4 yakatoshelezwa, mwanadamu hana uhitaji nje ya huo. Ni kwamba atahitaji vingi zaidi, yani atahitaji kuwa tuna uwezo mkubwa zaidi wa kula anachotaka, avae anywe anachotaka, avae anachotaka, na kusafiri anavyotaka au usafiri anaoutaka. Kwa sababu gani? Manake ni kwamba aliyevaa nguo ya 2,000 na aliyevaa nguo ya milioni, wote wamevaa, wamesitirika. Tofauti ni gharama. Kama tuko vizuri,
aliyekula mihogo ya kuchemsha na aliyekula baga wote wameshiba. Tofauti ni kilichoingia, tofauti ni ladha ya mdomoni. Narudia tena, tumbo halijui ladha ya chakula, tumbo halielewi ladha ya chakula. Kinachoelewa ladha ya chakula ni mdomo, ulimi, mfumo wa mdomo, mfumo wa mmeng'enyo ndio unaelewa. Mfumo wa mdomo ndio unajua nini, ndio unajua ladha ya nini, ya chakula. Kwa sababu hiyo, narudia tena, aliyekula mahindi ya kuchemsha na aliyekula baga, aliyekula pizza, wote wameshiba. Lakini tofauti ni ladha na kilichoingia ndani. Tofauti yake ni hiyo tu, kilichoingia ndani na ladha, basi hiyo ndio tofauti. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Cha muhimu kujua, usisumbuliwe na haya mambo. Mungu ameweka utaratibu wa kila kitu jinsi utakavyoenda. Naomba uelewe vizuri. Narudia tena, mahitaji yako yote yako katika kategori hizi 4, si zaidi ya hapo: kula, kunywa, kuvaa na kusafiri. Haya mahitaji 4 basi, si zaidi ya hapo. Ni kwamba tutataka zaidi, nataka na mimi ya milioni ngapi, nataka ya shilingi ngapi, nataka ya shilingi ngapi, hivyo ndivyo tu. Lakini ni hizo kategori 4. Kwa hiyo mwanadamu, haya maeneo 4 yake, haya maeneo 4 yakitoshelezwa, kama haya maeneo 4 yakitoshelezwa, hana uhitaji nje ya huo. Anachotafuta itakuwa ni anasa. Anatafuta tu, yani anachotafuta sasa ni ile tu kuwa na viwango vya juu zaidi. Lakini wewe na huyo wote mmevaa. Tofauti yenu ni gharama mliotumia, ndio tofauti tu. Wote tumevaa, wote tumekula. Na bahati nzuri sana uelewe, mwanadamu, aliyekula baga, aliyekula pizza, aliyekula nyama choma na aliyekula mahindi ya kuchemsha, asubuhi wote wanaenda toilet, wote wanaenda chooni kupupu kawaida. Aliyekunywa maji ya dukani na aliyekunywa maji ya bombani, wote wanaenda kususu asubuhi kawaida. Wote wanaenda kukojoa. Kwa nini? Mwili ni ule ule na kilichoingia kinafanana. Narudia, tofauti ni gharama. Mwokozi Yesu na atusaidie sana. Kwa hivyo ni muhimu sana ukajua, mwanadamu usisumbuliwe na hivi vitu. Hivi visikusumbue my bro, visikusumbue, visikutoe jasho. Mimi siwezi kupata yule msichana mzuri kama sina hela. Sasa nisikilize bro, kama anakutaka kwa sababu una hela, siku ukiishiwa atakuacha, atafute mwenye hela. Kwa hiyo ujipange, hakikisha ukimpata mtu wa namna hiyo, hakikisha uishiwi. Ndio maana ukiishiwa tu naye kaondoka, ukiishiwa umeishiwa penzi. Pole sana. Nataka ujue upendo wa kweli haujali vitu vya kuonekana. Nataka uelewe vizuri sana, Mungu aliweka utaratibu na kila kitu kikakaa vizuri. Kwa hiyo nataka kusisitiza tena kwa mara nyingine kwamba usije ukahangaika, unajisumbua, unafunga na kuomba, unajinyima kula, unajinyima hiki na kile, kwa sababu unatafuta nini? Kwa sababu unatafuta kuwa unatafuta kuwa na vitu, unatafuta kuwa na nyumba, unatafuta kuwa na hiki, unatafuta kuwa na kile. Hivi Mungu atavileta? Maana si mfumo wako huu, mfumo ni Mungu aliutengeneza mwenyewe. So anajua kile ambacho unahitaji. Narudia kusisitiza, fanya mambo haya 3 ya msingi. Ishi maisha matakatifu, achana na dhambi. Namba 2, fanya kazi kwa kadri Mungu anavyokupa fursa, usimsahau. Namba 3, hakikisha unaishi ndani ya uwepo wake majira yako yote ya maisha. Mungu atafanya vitu vingine, yani whether umeomba ama hujaomba, Mungu atafanya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Huo ni mfumo. Ni kama kusema sasa simu yako eti inahitaji urequest ndio upate, mtu akikutumia message ziingie. Unahitaji urequest kwanza, utume barua kwamba jamani, naomba sasa na mimi nikitumia message fulani atanitumia message baadaye, naomba ifike. Haiwezekani. Wewe hata kama usingezitaka hizo message, zingine zinaingia tu. Unawasha simu hivi, Vodacom wanakuambia, sijui anga Airtel wanasema, anga sijui Safaricom wanasema, anga sijui akina nani wanasema, vingi, anga akina Orange sio wanakuambia nini. Message ziko nyingi. Kwa nini? Hazitegemei barua yako ndo ziingie. No, hizo zinaingia kwa sababu ni system. So that is systematic. Kama ni systematic, you can no avoid. Hakuna vile utaizuia, haihitaji msaada wako. So unavyodhani kwamba kukimbia kwangu, bidii yangu, bidii mpaka unamsahau Mungu.
eti bidii yangu ndio kupata kwangu. Sijakataa, fanya bidii, lakini ndani ya uwepo wa Mungu katika jina la Yesu. Ishi ndani ya uwepo wa Mungu, kuwa mwaminifu kwenye kila kitu. Toa, tumikie Mungu. Narudia tena, mambo haya matatu ya msingi: ishi maisha matakatifu, fanya kazi, ishi ndani ya uwepo wake, kwa maana ya kukaa ndani ya uwepo wake, kuwa mwaminifu kwa kila kitu, tumikie kusudi lake. Basi hii inatosha, Mungu atakupa. Narudia tena, mambo haya ya msingi: ishi maisha matakatifu, fanya kazi, hakikisha kwamba unaliishi kusudi lake duniani kwa kuishi ndani ya uwepo wake, ishi kwenye kusudi lake. Basi haya mambo mengine yote yanakuja. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu anapokea mshahara kazini sawa sawa na nafasi yake ya kazi. Ndio maana injinia hawezi lipwa sawa na mtu wa mkono. Haiendani. Injinia halipwi sawa na mtu wa mkono. Kwa nini? Kwa sababu kazi zao zinatofautiana. Ili mtu wa mkono afanye, lazima injinia ameumiza kichwa ndio ajue mtu wa mkono atafanya nini. Kwa hivyo malipo yao yatakuwa tofauti. Let's pray this morning. Tukaombe Mungu katika jina la Yesu. Tunahitaji nini? Kukaa ndani ya uwepo wake. Yesu asifiwe. Baba, katika jina la Yesu, asubuhi ya leo tunasema tena asante Bwana kwa sababu ya neema yako na pendo lako la ajabu. Tunakushukuru sana vile umekuwa pamoja nasi, vile umetutunza, vile umetuhifadhi mikononi mwako Bwana. Baba, katika jina lenye nguvu na thamani kubwa sana la Yesu Kristo Bwana, mwamba mwokozi na nguvu zetu, tuko mbele zako Bwana katika wakati sana majira haya, tukikutukuza na kukuinua tena Bwana katika alfajiri hii, kwa vile ambavyo Mungu mtakatifu umekuwa pamoja nasi tena. Asante kwa kuendelea kuzungumza nasi Bwana wangu na Baba yangu, jinsi ambavyo ulituthamini, jinsi ambavyo ulitupa heshima kubwa. Hata Adamu ndiye anapewa, unampa nafasi ya kuwaita wanyama majina, na jina ambalo alitamka likawa ndio jina lake mpaka na leo. Tunakushukuru Bwana Yesu kwa sababu ya nafasi hiyo. Lakini si hivyo tu Bwana wangu, ukaweka kila kitu kinachohusiana na maisha ya Adamu. Bwana, uliweka mwenyewe. Kwa sababu gani? Hakuna aliyekuomba umuumbe, ila ulimuumba mwenyewe, na ulipomuumba ukamwekea kila anachohitaji, kwa sababu ni wewe uliyemuumba na wewe ndio unajua anahitaji nini na nini. Kristo Bwana, kwa nini niseme asante mbele zako? Kwa nini nisiseme asante mbele zako Bwana alfajiri ya leo? Baba, kwa nini sikushukuru? Bwana, kwa nini nisiseme asante? Hata kama inawezekana, hata kama sina usafiri, ninatembea tu, sina gari, inawezekana sina hata pikipiki, inawezekana sina hata baiskeli, inawezekana, lakini Bwana umenipa miguu. Bwana natembea, naenda kama wengine. Tofauti yetu ni muda wa kufika. Baba, katika jina la Yesu nimekuja kwako. Ninakushukuru sana alfajiri ya leo. Ninakushukuru mno kwa vile ambavyo Mungu mtakatifu umeendelea kudhihirisha upendo wako kwenye maisha yangu. Baba, ninakuomba sana Mungu mtakatifu, alfajiri ya leo nimekuja kwako Bwana. Baba, nina kiu na wewe. Ninahitaji neema yako tena alfajiri ya leo. Bwana Mungu mtakatifu Bwana, kwa habari ya mambo ya dunia hiyo Bwana, inawezekana si parahisi, inawezekana si mahali parahisi, lakini Kristo Bwana wangu na Baba yangu, ninaomba sana neema yako Bwana, katika jina lenye nguvu la Kristo Yesu Mwokozi. Mwamba na nguvu zangu, ninakuomba Bwana ya kwamba Jehova Mungu mtakatifu, tunaomba neema yako tena Bwana katika alfajiri hii ya leo. Baba, tunaomba neema yako mtakatifu Mungu wetu na Baba yetu. Baba, katika jina la Yesu tunaomba tena neema yako Mungu wetu na Baba yetu, kwa jina la Yesu. Baba, tunakuhitaji wewe alfajiri ya leo. Wewe ndio hitaji la mioyo yetu Bwana wangu na Baba yangu. Baba, katika jina la Yesu nakuomba tafadhali Mungu mwenye haki Bwana, Baba ukajidhihirishe ndani na katikati yetu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu tunaomba neema yako, na kwenye neema yako Bwana wangu tunaomba matengenezo Mfalme. Tunaomba kibali Bwana, tunaomba ukatutengeneze Mfalme wetu na Mungu wetu, ukatutengeneze Bwana vile uonavyo ni vyema. Pendo omba katika jina la Yesu, vile unavyoona kwamba ni vyema Bwana, vile ninavyokupendeza Mfalme, hivi ndivyo ukatutengeneze Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu. Tutengeneze Bwana vile ambavyo inapendeza machoni pako, vile ambavyo Bwana inakufurahisha, katika jina lenye nguvu la Kristo Yesu. Baba yangu na Mungu wangu, kwa jina la Yesu ninakuomba tafadhali Bwana mabwana, Baba ukatutengeneze vile upendavyo, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, ninakusihi sana kwamba Mungu mtakatifu Bwana wangu, Baba ukadhihirike katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana mabwana, tunakuomba tutengeneze kabisa Mfalme, vile ambavyo inapendeza, vile ambavyo inakufurahisha, hivyo ndivyo ukatutengeneze Mungu mtakatifu
Bwana wangu Baba, katika jina la Yesu, unda kabisa, tengeneza kila mmoja Bwana vile utakavyo, vile ambavyo ni furaha ya moyo wako Mfalme. Hivyo ndivyo katutengeneze Mungu wetu na Baba yetu. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, Baba tengeneza mtu mmoja mmoja. Yesu finyanga tena Baba, tutengeneze Mfalme. Bwana wangu, tupe kuwa faida yako, ukatupe kuwa furaha yako. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, tumekuwa furaha yako Bwana duniani. Bwana wangu na Baba yangu, utazama hapo duniani Bwana, ujivunie kwamba tuko duniani, kwamba una watu duniani. Bwana wangu na Baba, ninakuomba sana tafadhali Mfalme. Bwana wangu, wala usiwe na kimya, wala usiwe na utulivu Bwana. Lakini Yesu, tutengeneze Bwana alfajiri ya leo. Utengeneze tena Bwana mtu mmoja mmoja. Yesu, tupe kuishi kwa ajili yako, tupe kuwa faida yako Mfalme wa amani. Yesu, tutengeneze Bwana wangu na Baba yangu, ukatupe kuwa furaha yako Bwana, ukatupe kuwa shangwe ya moyo wako Mfalme. Bwana, ukafurahishwe na kuwepo kwetu katika jina la Yesu. Moyo wako ukafurahie Bwana kwamba umetuweka duniani, kwamba tuko duniani Bwana. Baba, ukafurahishwe katika jina la Yesu. Yesu, ninakuomba Bwana, fanya matengenezo ndani yetu na katika hili Mfalme wa amani. Wala Bwana usiwe na huruma kwamba kuna namna yote ile Bwana, hata kama kwenye kututengeneza pengine Bwana kwamba tunaumia, lakini Yesu tengeneza hivyo hivyo Mfalme. Bwana wangu, utupe kuwa faida yako, ili mradi Kristo Yesu unafaidika na kuishi kwetu duniani. Ulitununua kwa thamani Bwana, tupe kuishi kwa ajili yako. Ulitununua kwa thamani ya damu yako Baba, tupe kuishi kwa faida yako. Ulitununua kwa thamani ya damu yako Bwana, tupe kuishi Bwana kwa furaha yako. Tuwe furaha yako Bwana Baba, tuwe shangwe ya moyo wako Mfalme. Bwana, uwe na sababu ya kufurahi ya kwamba kuna watu duniani. Bwana wangu na Baba yangu, hata tuwe wale watu ambao unajivunia, hata tuwe wale ambao unajivunia Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, tumekuwa wale ambao unajivunia kwa jina takatifu la Kristo Yesu. Mwokozi, mwamba na nguvu zetu Bwana wangu Baba, ninakuomba Bwana, katupe kuwa wale ambao unajivunia, tumekuwa wale ambao unawafurahia. Bwana wangu na Baba yangu, nakuomba sana kwamba katupe kuwa wale ambao unajivunia, unawafurahia wewe Bwana. Bwana wangu, naomba ututengeneze. Yesu, finyanga mtu mmoja mmoja, unda kabisa Bwana wangu vile utakavyo katika jina la Yesu. Wanaume na wanawake ambao alfajiri ya leo wako wanaomba kwa ajili ya kukutaka Bwana, wanaomba wakikuhitaji, wanaomba wakihitaji neema yako, wanaomba wakihitaji kukusikia, wanaomba Bwana wakihitaji kusikia kutoka kwako, wanaomba wakitafuta uwepo wako. Baba yangu na Mungu wangu, ninakuomba sana kwamba Mfalme, dhihirisha neema yako, dhihirisha upendo wako, dhihirisha uwezo wako Bwana Baba, kwa kutengeneza Mfalme wa amani. Watengeneze Bwana Yesu, tutengeneze, tupe kuwa furaha yako duniani Baba. Tunahitaji kuona unafurahia kuwepo kwetu, tunahitaji kuona Bwana unafurahishwa na kuwepo kwetu, kama vile ambavyo wateule wa rais wanatafuta kumfurahisha rais wao aliyewateua. Bwana, hivyo hivyo kama ambavyo mtu anatafuta kumfurahisha bosi wake, nasi Bwana ukatupe neema ya kutafuta kukuishi Bwana Baba, tukuishi duniani Baba, ukatupe kuwa furaha yako katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo, mwamba mwokozi na nguvu zetu Baba. Tunakuhitaji, tunahitaji uwepo wako Bwana. Wewe ndio hitaji la mioyo yetu Bwana wa Bwana. Ninakuomba Mfalme wa utukufu, ukalitimize neno lako Bwana, ukaitimize ahadi neno lako kwa hiyo kitabu cha Yohana Mtakatifu 14:23 unaposema, mtu akinipenda atalishika neno langu na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Kristo Bwana wangu, nakuomba fanya makao ndani yetu Bwana Baba, ukafanye makao yako ndani yetu Mfalme Bwana, tukae kile ambacho unakikusudia, tukae kile ambacho unakipenda Yesu. Bwana wangu, tutengeneze, tuwe kile ambacho kinakufurahisha, tuwe kile ambacho ni shangwe ya moyo wako Bwana wangu Yesu. Tengeneza Bwana, wakubwa kwa wadogo Baba, tunakuomba ututengeneze, wazee kwa vijana tunakuomba ututengeneze Bwana Baba, wanawake kwa wanaume tunakuomba ututengeneze kwa jina la Yesu. Roho Bwana, nakuomba tengeneza kabisa, tupe kukuishi wewe Bwana, hali tukijua ya kwamba siku moja tutarudi kwako tena, katika jina lenye nguvu la Yesu Mwokozi. Ninakuomba Bwana wangu na Baba yangu kwamba Mfalme ukatutengeneze. Bwana wangu, tuunde kabisa Bwana, tutengeneze upendavyo Baba, na iwe furaha ya moyo wako Mfalme kutuweka duniani Bwana, na iwe furaha ya moyo wako Mfalme. Bwana wangu, ukafurahishwe katika jina la Yesu Baba. Tunamhitaji Roho Mtakatifu, tunaomba Bwana neema yako na iwe juu yetu Bwana, na iwe juu yetu neema yako Mfalme Baba. Tunahitaji uwepo wako, tunahitaji Bwana ukae nasi, tunahitaji Bwana ufanye makao yako ndani yetu, tunahitaji ukae ndani yetu Bwana, usikae ndani yako Mfalme
Mfalme Bwana, tukae uweponi mwako majira, wakati na saa zote, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, ukatupe kukufurahisha wewe Bwana, tupe kukaa ndani yako na ukae ndani yetu Baba, ukafurahishwe na kuishi kwetu duniani. Mienendo yetu Bwana ikufurahishe wewe Yesu, ukafurahishwe Mfalme wa utukufu. Baba yangu nakuomba sana, tengeneza, umba upya Bwana, tengeneza upya Mfalme, tuna haja na wewe, maana Bwana umekusudia na umesema unataka kuinua kizazi wanaokutafuta. Yesu, tumekuja na yote imejawa na shauku juu yako, imejawa na kukuhitaji wewe. Bwana, ni kweli yako mambo mengine ambayo katika mwili anahitajika, tunayahitaji, lakini wewe Bwana hajaushika moyo. Kilichoshika moyo ni wewe Bwana, ni uwepo wako. Tunakuhitaji wewe. Tafadhali Kristo Mfalme wa utukufu Bwana, ukae ndani yetu Mfalme, nasi tukae ndani yako. Baba, ninakuomba kwamba ukatengeneze jambo jipya, umba jambo jipya ndani yetu Mfalme, umba kitu kipya Bwana, katika jina lenye nguvu la Yesu. Mwokozi, mwamba na nguvu zetu, Baba yangu ninakuomba ukajidhihirishe Baba, ukajionyeshe Bwana kwa namna ya pekee na ya ajabu, kwa jina lenye nguvu takatifu la Yesu Mwokozi. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba ukadhihirike Bwana kipekee kwa jina lenye nguvu la Yesu aliye Bwana mwamba mwokozi na nguvu zetu. Mfalme wangu, ninakuomba ukajidhihirishe katikati yetu katika jina la Yesu. Mwokozi, tunakuhitaji wewe Baba, tunamhitaji Roho wako Mtakatifu akaendelee Bwana kububujika ndani yetu. Baba, bubujike ndani yetu Mfalme, tunahitaji bubujiko la Roho Mtakatifu kila mahali tuwapo na kila tufanyacho Mfalme, tunahitaji kuwa kwenye bubujiko la Roho. Bwana wangu, tukae uweponi mwako kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, tunaomba neema yako Mfalme. Baba, tunahitaji uweza wako Bwana. Baba, tunahitaji nguvu zako Mfalme wa utukufu, katika jina lenye nguvu la Yesu. Bwana wangu, tutengeneze Baba, ukatuunde kabisa Bwana vile upendavyo, katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo Mwokozi. Bwana wangu na Baba yangu, tunakuhitaji wewe. Roho Mtakatifu, tunaomba ujazo tena. Roho Mtakatifu, tunaomba kujaa tena Baba, tunaomba tena kujaa Roho Mtakatifu Mfalme wetu, kwa jina la Yesu. Tunaomba kujaa tena Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu. Uweza wako Bwana na uwe juu yetu na uwe ndani yetu Bwana. Baba, ukitenda kazi kwa dhahiri, ukitenda kazi waziwazi Bwana katikati yetu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, nakuomba ya kwamba Bwana ukafanye Bwana ukatende kazi katikati yetu kwa jina la Yesu. Bwana wangu, tunahitaji kukusikia, tunahitaji kuona Bwana. Bwana ukitenda kazi katikati yetu katika jina la Yesu. Bwana, tunaomba nguvu zako Bwana nazitawale katikati yetu, nazitawale ndani yetu Mfalme, katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo Mwokozi. Mamba na nguvu zetu Bwana wangu, ninakuhitaji wewe sana Mfalme, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu, tunamhitaji sana Roho wako Mtakatifu. Tunaomba Bwana kukaa uweponi mwako majira yote Bwana, nyakati zote Mfalme, ukatupe kuishi utakavyo, ukatupe kuishi upendavyo, kwa jina lenye nguvu la Yesu aliye Bwana mwamba mwokozi na nguvu zetu Jehova. Bwana, tunaomba neema yako, tunaomba Bwana uwepo wako, tunaomba neema yako Bwana na iwe juu yetu Mfalme, katika jina la Yesu. Asubuhi leo Bwana, kuna watu ambao wako wanaomba Bwana kwa sababu miili yao inauma mahali fulani. Yesu, ninaomba uzima juu yao Bwana, ninaomba uzima juu yao Baba, ninakuomba uzima wako uwe juu yao. Yes, I declare you are healing in their body in the name of Jesus. Because they deserve it. Wanastahili kuwa wazima Bwana. Alfajiri leo wanaomba, kuna mahali panauma kwenye mwili. Yesu, nakuomba ukawaponye. Yesu, nakuomba Bwana, inawezekana hata wengine hawaombi, hata wafuatilii, lakini mahali walipo Yesu, naomba uzima wako ukutane nao katika jina la Yesu. Naomba Bwana ukawaponye. Ponya Bwana magonjwa yanayowasumbua, ponya miili yao, ondoa magonjwa yanayosumbua miili yao katika jina la Yesu. Waliofungwa na vifungo vya giza, Yesu ukawaondolee, wafungue, ukaweke huru kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana, fungua, kanga mioyo wale waliojeruhiwa Bwana, wengine wamejeruhiwa na watu wao wa karibu, lakini Bwana Yesu nakuomba, kanga mioyo yao, kanga Bwana, ondoa hayo majeraha ndani ya mioyo yao. Yesu nakuomba Bwana ukawainue tena, wape kusonga mbele waliokata tamaa na safari ya neema, safari ya wokovu, wale waliokata tamaa Yesu nakuomba wainue tena. Yesu nakuomba ukawainue tena
katika jina la Yesu. Baba yangu ninakuomba ukawainue tena mfalme, wainue tena Bwana. Baba nakuomba uwainue tena, wainuke tena wale waliokata tamaa, wale waliokata tamaa kwa sababu ya mambo mabaya kazini, wamechoka, wamekata tamaa, hawana uwezo wa kuendelea tena. Roho Bwana kuomba uisha mioyo yao, uisha tena mfalme, uisha tena Bwana, ukawape kusonga mbele kwa jina la Yesu. Alfajiri ya leo ikawa ni alfajiri ya pekee kwa maisha yao, alfajiri ya kuinuka tena, alfajiri ya kusonga mbele tena, alfajiri ya kushinda mahali ambako walishaona hawawezi tena. Yesu wape kushinda, Bwana wape kushinda kwa jina lenye nguvu la Yesu. Wape kushinda, wape kushinda Bwana, na kuomba wape kushinda. Baba ninakusihi mno, wape kushinda, wape kuvuka, wape kuendelea, wape kusonga mbele kwa jina lenye nguvu la Yesu. Ukawape kushinda, wape kuongezeka, wape kuzidi, wape kuendelea kwa jina la Yesu. Baba ninakuomba inua mioyo yao mfalme, wale waliokata tamaa Yesu ukawapiganie, wenye kesi mahakamani ambazo wanaonewa, wananyanyaswa Yesu wape kushinda, wape kushinda Bwana, wape kushinda. Bwana washindie, ni wewe tu unaweza kuwasaidia. Naomba Bwana ingilia kati kwa jina la Yesu, ukawatetee wengine Bwana. Kesi inaelekea kuwashinda kwa sababu kuna rushwa imetolewa ili kupotosha haki. Yesu mfalme wa haki, simama Bwana ukawatetee katika jina la Yesu. Baba tunaomba neema yako na iwe juu ya watu wako katika jina la Yesu. Wanapoondoka kwenda makazini Yesu naomba tembea na wao Bwana kwenye safari zao kwenda na kurudi. Naomba Bwana uwe pamoja nao kwenye maeneo yao ya kazi. Naomba uwepo wako Bwana ukawe pamoja nao, wafunike Bwana ukawalinde, wakatunzwa mikononi mwako, wakatunzwa uweponi mwako kila majira Bwana, wakawe salama katika jina la Yesu. Kila mmoja Bwana kwa jina lake na kwa nafasi yake Yesu nakuomba Bwana ukajidhihirishe kwenye maisha yake katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo Mwokozi. Ninakushukuru Bwana wangu kwa kuwa wewe ni mfalme na ni mwamba wetu, ni katika jina lenye nguvu la Kristo Yesu Mwokozi. Asante Bwana Yesu, amen. Mungu akubariki sana mtu wa Mungu, Mungu akubariki sana. Yesu endelee kukuonekania wewe ambaye umekuwa unafuatilia kwa njia ya mtandao, na kuhakikishia hautakuwa mtu wa kawaida. Narudia tena, hautakuwa mtu wa kawaida. Acha niseme kwa mara nyingine, wewe sio mtu wa kawaida. Neema kubwa ya Mungu iko juu yako na itazidi kuwa juu yako katika jina la Yesu. Ambaye uko hapa hautakuwa wa kawaida. Neema ya Mungu na iwe juu yako. Roho Mtakatifu akufunike kipekee kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Pokea neema ya Bwana alfajiri ya leo. Tembea uweponi mwake katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Barikiwe sana. Amen. Amen.